Utazama mchezo wa dabi ya Dar es Salaam kati ya Azam FC na Young Africans, mchezo ambao umemalizika kwa suluhu ya 0-0. Sare hiyo tamu kwelikweli. Kwa upande wa Azam FC wanasema hawajaridhika kabisa na sare hiyo, kwa sababu matumaini makubwa walikuwa wanazihitaji alama tatu muhimu. Kwanza hizi kauli Evans kwa wachezaji wa Azam FC, wao matumaini yao makubwa alikuwa ni alama tatu, na hizi kauli zinaendana na uhalisia uwanjani kwa jinsi mechi ilivyokuwa kwa siku ya jana. Karibu. Ya, zinaendana na uhalisia kwa sababu jana wamekuwa na game bora sana Azam, na hizo alama tatu zingepatikana kama wangekuwa na matumizi sahihi tu ya utengenezaji wa nafasi na utumiaji wa nafasi zenyewe, kwa sababu kuna tukio la bwana mdogo alikuwa Zidane Sireri, yes. Ile nafasi naamini ingekuwa imekamilika tungekuwa tunazungumza kitu kingine, lakini mwisho wa siku ubora wa Diara umeenda ukazuia hiyo nafasi haikufika mwisho. Kwa hiyo kwa namna ambavyo Azam wamecheza, yes, ulikuwa unaona wana deserve kupata alama tatu na kuondoka na matokeo, lakini haiondoi kwamba mechi imemalizika sare. Matamanio yenu mwisho wa siku hayakuwa vile. Unajua kuna kutamani na kuna uhalisia. Uhalisia alama tatu hazikupatikana, lakini all in all naamini wameonyesha kitu bora zaidi na inatakiwa kuwa hivi. Sio kwenye mechi kubwa tu ndo performance inakuwa kwenye level hii. Kwenye mechi zingine performance inakuwa ya kawaida. Natamani kuona wakiwa wanaendelea kwenye hiki. Yaani haya matamanio ya alama tatu jana yawe matamanio ya alama tatu kwenye kila mchezo. Ambako kwa Azam kidogo imekuwa changamoto. Ile performance ya kwenye eneo la ulinzi unatamani kuiona kwenye kila mechi, lakini kuna mechi zingine hiyo commitment huioni. Ukiangalia namna ambavyo wamecheza wakina bwana mdogo Ashraf, yani unatamani kuona performance inaendelea kila siku, lakini kwenye mechi zingine kuna vitu unavikosa. Kwa hiyo kwangu mimi naamini walikuwa na style kupata alama tatu kwa namna walivyocheza mechi ya jana. Okay, sawa. Jaji Magunga, kwa game ya jana, setup ya Azam ilikuwaje kwa faida ya msikilizaji ambaye anatusikiliza kwa ujumla wake? Tuangalie first half pamoja na second half kwa game jinsi ilivyokuwa. Karibu. Asante. Kipindi cha kwanza mpango wa mwalimu ulikuwa sawa sawa kwangu mimi, japokuwa utekelezaji wa majukumu kwa wachezaji kuna vitu vilikuwa haviendi sawa sawa. Ukiangalia kikosi, alianza na Aishi golini, lakini kwa kuna mstari wa walinzi wa 4, Lusajo, lakini pia Pascal Msindo, Fuentes pamoja na Yoro Diaby kama beki wa kati. Kwenye eneo la kiungo alianza na Akaminko pamoja na Imidi Mao kama viungo wa kati wawili, alafu na kiungo mshambuliaji mmoja Faisal. Lakini pia alianza na bwana mdogo Kibeku pamoja na Idi Nado kama viungo washambuliaji kutokea pembeni. Zidane Sereri akiwa anaongoza safu ya ushambuliaji. Ambacho mwalimu alikuwa anakihitaji hapa, moja, ukiangalia hakuanza na mshambuliaji asilia. Kwa hiyo ambacho alikuwa anakihitaji ni kwamba jambo la kwanza, wanapokuwa na mpira timu inatakiwa kudhibiti zaidi ile fezi ya kwanza. Hawamu ya kwanza timu inapokuwa na mpira ni ujenzi wa mashambulizi. Na namna gani ambavyo alikuwa anadhibiti ile hawamu ya kwanza ni kujaribu kutengeneza faida ya idadi kipindi ambacho anajenga mashambulizi yao. Na ndio maana kuna muda ulikuwa unamuona Imidi Mau au Akaminko, mmoja kati yao anashuka katikati ya mabeki wakati wawili na kutengeneza mstari wa watu watatu. Kwa nini watu watatu? Ni kwa sababu Young Africans wao walikuwa wanazuia na muundo wa 4-4-2, 4-4-2. Wale watu wawili wa juu kulikuwa kuna mshambuliaji mmoja pamoja na winga mmoja. Kwa hiyo ambacho kana kitaka mpango wa Yanga, mwalimu Mwanza mligundua kwamba Yanga analazimisha zaidi Azam wapite ndani, alafu afanyie transition kutokea katikati ili iwe rahisi zaidi kwa Young Africans. Sasa mwalimu ambacho kana kihitaji na yeye, moja, ni wachezaji wake kufanya zaidi mbadilishano wa nafasi katikati ya kiwanja. Na nafikiri iliwavuruga zaidi Young Africans kwa sababu unamwona Idi Nado anakuja ndani, Kibeko anakuja ndani, kuna muda tayari kwenye eneo la midfield unakuwa na wachezaji wengi zaidi. Na kitu ambacho kilikuwa kinawapa ugumu zaidi wapinzani wao ni kushindwa kujua ni muda gani wa kuwafuata wale watu ndani na muda gani wa kubaki ku-maintain ule muundo wao wa kiulinzi. Lakini kipindi cha kwanza hicho Evans ametoka kuhitaji nafasi ambayo ilitengenezwa. Na kitu ambacho nilikuwa nakipenda zaidi kwa Azam ni adaptation. Yaani wana falsafa yao kiuchezaji, lakini wana uwezo wa kubadilika kuendana na mazingira. Kuna muda walikuwa wanapiga mipira mirefu kwa sababu walikuwa na Zidane Sereri ambaye anaweza kana shambulia nafasi iliyokuwa wazi muda wote. Na kuna muda kweli ulikuwa unaona Baka anapata wakati mgumu ule upande wake wa kushoto kwa sababu mara nyingi maswali magumu walikuwa wanauliza kutokea kwenye ule upande. Pressing ya Azam pia ndani ya dakika 45 za kwanza ilikuwa na nguvu sana. Ilikuwa na ushawishi sana. Lakini
Kipindi cha pili ambacho mwalimu alikuja kukifanya ni kumuingiza sasa mshambuliaji ambaye Jean Gita aliingia ndani ya kipindi cha pili, ambacho mwalimu alikuwa anahitaji sasa. Aligundua kuna msongamano wa watu wengi kwenye eneo la kiungo kwa sababu Sereli sio mshambuliaji hasilia. Kwa kuna muda naye kama anakuja kwenye eneo la kiungo. Sasa lengo la kuingia na mshambuliaji moja, kuwa na mtu ambaye sasa atakuwa anapiga mipira mirefu. Lengo sio kushambulia nafasi, kwa maana skip ile mipira, akimbia shambulia nafasi. Lengo lilikuwa ni kuwa na mshambuliaji ambaye ataanza kutunza sasa ile mipira, kwa maana akitunza and then afanye link up, aunganisha mashambulizi, na Ngita alikuwa anaifanya hiyo kazi. Kwa hiyo ambacho mwalimu alikuwa na ndio maana ulikuwa unaona kama target ya Azam kwamba wakiwa wanapiga mipira mirefu wanatengeneza mazingira ya kushinda mpira wa kwanza na mpira wa pili, kwamba wachezaji wengi wanakuwa karibia na mshambuliaji wao. Changamoto ambayo ilikuwepo kipindi cha kwanza na kipindi cha pili ni ubunifu. Kabisa. Ubunifu. Eneo la mwisho. Mimi yani sikuona ubunifu katika kiwango kile ambacho kinatakiwa, kwa sababu umiliki wao mpira moja uliwapa faida ya kujilinda. Walikuwa washambuliwi mara kwa mara. Lakini ilibidi na yenyewe wape faida sasa, kwa sababu tumecontrol, kwa maana kudhibiti mchezo. Tunamiliki mpira, sasa tutengeneze nafasi. Lakini kitu kingine ambacho kipindi cha pili walikuwa nakifanya, bila mpira Azam walikuwa wakianza kuzuia. Kipindi ambacho kuanzia katikati ya kiwanja kuja kwenye eneo lao, walikuwa watumii back four tena. Wale wingers wote kuna muda walikuwa wanashuka kwenye mstari wa mwisho kutengeneza mstari wa watu 5 mpaka 6. Kwa nini? Ni kwa sababu walikuwa wanajua kabisa mpango wa Young Africans upo katika kushambulia zile nusu nafasi ambazo wao walikuwa wanazitengeneza. Kwa hiyo Ibenga alikuwa anahitaji timu yake kufunga nafasi zote kwenye mstari wa ulinzi and then kucounter mashambulizi pale ambapo inahitajika. Okay, so Dr. Safi kabisa. George Magunga, uchambuzi mzuri, pamoja na Evans ambaye pia ameanza katika kutufungulia dimba kwa siku ya leo. Jumbe mzuri huu hapa. Yes, kutoka Sanlam Alliance. Ndio wakati sasa wa kuendelea kuwekeza zaidi. Finali uzeeni. Lazima sisi kabla ya kufika huko uzeeni tuanze kuweka mipango sawa kuelekea uzeeni. Lakini sio uzeeni tu, hata hapa tu bado tunaweza tukawekeza. Sasa ni wakati wa kuwekeza na Sanlam Alliance Pesa Money Market Fund. Unaanzia shilingi 10,000 tu kwa kuanza, unaanza kuwekeza na unaweza kuwekeza zaidi mpaka millions of money unaweka pale. Lakini Sanlam Alliance USD Fixed Income Fund unaweka kuanzia pesa za Kimarekani $1,000 na unapata faida nzuri zaidi sokoni. Kumbuka unaweza kutoa ama kuongeza fedha zako wakati wowote kulingana na malengo yako. Fedha zako ziko salama zaidi. Kujiunga ni rahisi sasa, msikilizaji. Tuma neno wekeza kwenda namba 0760-800-006 na watakuhudumia papo kwa hapo. Cheki kupitia mitandao ya kijamii @Sanlam Investment TZ. Wengi wako tayari wameshajiunga. Wewe sasa ni wakati wako wa kuweza kujiunga na kuwekeza leo. Tuwekeze bwana kupitia Salam. Kabisa. Ni kweli uzee unakuja. Unafanyaje kaka? Wekeza ukiwa kijana kabisa. Haya mambo bana haya. Baadaye sije kaanza kunyoshiana kidole hapa. Kabisa. Kwa sababu tunaepuka vitu vya msingi. Kabisa. Usikimbie bana. Usikimbie. Haya, asante sana. Tuendelee na wachambuzi hayo. Magunga na Evans wameichakata Azam FC. Natamani tuwachakate nao Yanga, alafu mwisho wa siku tutahitimisha kwa ujumla wake. Yanga ni mechi ya pili, tunaweza tukasema dhidi ya hizi timu kubwa ambazo wanakimbizana nazo kwenye ubingwa. Tuliona mechi dhidi ya Simba, jana dhidi ya Azam. Yanga nafasi imetengenezwa chache, on target jana ni moja jana ni moja. Yes, unaona kabisa kwamba ni kama hizi mechi kubwa kuna uhalisia ambao unatofautiana na mechi zingine ambazo Yanga wanacheza kwenye ligi. Nini kinawakwamisha kwenye hizi mechi kubwa? Umecheza na jana, unaona kabisa ni kama walikuwa timu ya pili uwanjani dhidi ya Azam. Yes, of course umezungumza on target. Tunazungumza kwenye mechi zote mbili Yanga wamepata on target mbili. Kwa maana dhidi ya Simba Yanga walipiga on target moja. Na mechi ya jana walipiga on target moja, na ilikuwa ni kichwa cha Depo ambacho pia hakikuwa na madhara sana kwa sababu Manola alikwenda kudaka comfortable kama alimlenga hivi. Ni kama alimlenga, na yenyewe imekuja second half. Kwa means first half Yanga hawakuwa na on target. Even hata mechi ya Simba first half yote Yanga hawakuwa na on target. Walikuja kupata on target second half. Definition ni nini? Ni kwamba kuna quality ambayo inakosekana Yanga ambayo ilikuwepo misimu 3-4 iliyopita. Kinachofunika mambo mengi sana ni kwamba Yanga wamekuwa wanapata matokeo mfululizo. Lakini kiuhalisia ukianalyze vizuri timu yao kuna maeneo ambayo bado yana mapungufu.
Yanga sasa hivi wana struggle na timu ambazo zimekamilika kwenye safu ya kiungo, zinaweza kuficha mali vizuri. Yanga wana struggle dhidi ya timu ambazo zinaweza kufanya pressing vizuri. Yanga ukiwa press kweli kweli kwenye mstari wao wa kwanza, ukiwa wanatoka nyuma na ukali overload eneo la katikati la kiwanja, wana struggle kweli kweli kutengeneza nafasi. Of course, ukitazama kipindi cha kwanza nilipenda zaidi pressing ya Azam kwa sababu ndio ilikuwa inawafanya Yanga kuweza kuhaso. Mara nyingi sana Azam wakipress, wana press kwenye 4-4-2. Hapo wameamua kupress juu kweli kweli. Yanga wana struggle kutoka nyuma kwa sababu walikuwa na miss mtu kama Diobu. Unajua Diobu ni mzuri akiwa na mali mguuni. Akiona pressing imezidi, anaweza kukota mpira ye mwenyewe, akatoka kwenye phase ya kwanza, akasogea mbele zaidi kwenye phase ya pili, kwenye progression. Mpira ukasogea mbele. Kitu ambacho Bakari Nondo Mwamnyeto hawezi kukupa kwa 100%, even hata Baka. Wale wote watatu ma center back wa Yanga. Beki ambaye yuko comfortable akiwa na mali mguuni ni Dickson Job. Cool as you like, ni kwa sababu kali yake ameanza kucheza kama midfielder. Kwa hiyo akiwa na mali mguuni uko comfortable kweli kweli. Then kwa wanakosa kiungo wa chini ambaye anaweza akariski akadrop katikati ya wale ma center back wawili wakiwa under pressure, akachukua mali akaisogeza mbele. Kitu ambacho ukitazama alikuwa ni Ali Diaucho ambaye alikuwa anaweza kucheza zaidi kwenye pressure. Duke Abuya ni mchezaji mzuri kweli kweli, lakini hawezi kucontrol tempo ya mchezo kuanzia chini na kuchezesha timu kama Ali Diaucho. Lazima tukubali. Kwa hiyo unaona shida ya kwanza ilikuwa kwenye phase ya kwanza. Yanga walikuwa na struggle sana kutoka nyuma. Badala yake wakawa na opt kupiga mipira mirefu. Wakipiga mipira mirefu kwenda kwa depth, wale ma center back wawili wa Azam, Fuentes na Yoro Diaby, walikuwa aggressive kweli kweli. Wanashinda ile mipira yote ya cross ambayo, mipira mirefu ambayo inapigwa. Mipira ambayo inadondoka sasa zile second balls. Ndio sema ambapo ulikuwa unategemea Maxi, Mudathiri, Okelo waende kushinda zile second balls. Lakini badala yake unamkuta Imidi Mao, unamkuta Kaminko ndo anashinda zile second balls. Tayari Azam wameligeni possession, wanaanza tena kufanyaje? Kwenda kwa Yanga. Kuna muda ambao Azam wanasema sasa hapa tufanye high press. Badala yake tunaweka kivuli katikati ya kiwanja. Wanakaba zaidi kwenye mid block. Na walikuwa wanakaba zaidi kwenye narrow 4-4-2. Utakuta mstari wa kwanza yuko Fei, yuko Zidane Seleli. Hao muda huu hawaendi kuweka pressure moja kwa moja kwenye ma center back wawili wa Yanga. Badala yake wanasogea nyuma kidogo, wanawaacha wawe na mali. Kisha Idinado, Kibeku, Mbiku, Akaminko na nani Imidi Mao wanatengeneza mstari wa pili wa watu wanne. Lakini wale mawinga wawili kwa maana ya Mao na Mbeku wanaingia ndani zaidi. Umeona wanawaacha wale mafullback wa Yanga wawe na uhuru wa kwenda mbele zaidi hata wakipokea mpira. Nia ni nini? Yanga ni wazuri sana katikati ya kiwanja. Hatutaki wa penetrate kwa namna yoyote katikati ya kiwanja. Kwa hiyo tutatengeneza nalo 4-4-2, tutakuwa wengi katikati ya kiwanja, tutawaforce Yanga wapite pembeni. Wakipita pembeni ni nini? Mipira inaenda kwa wale mafullback wawili. Zaidi Israel Mwenda cross zake nyingi zilikuwa ni mbovu jana. Yaani kuna muda unajiuliza kwa Sotola yao anapona lini? Kwa sababu Yanga hawezi tena kucreate kutokea katikati ya kiwanja. Wamepewa nafasi wapitie pembeni. Pembeni unakutana na mafullback wawili. Ni Israel Mwenda. Piga cross vizuri kwenye 6 yard box, Depu na Dube waweze kuzishambulia. Lakini kila cross inayopigwa ilikuwa inapotea. Nadhani jana Israel Mwenda ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na kiwango kibovu kweli na amepoteza cross nyingi sana. Kwa changamoto ikawa iko pale. Lakini kuna muda Azam walikuwa wanasema okay, atupress juu, atukabi kuanzia katikati. Tunafanya tunafanya low block, tunarudi nyuma zaidi. Ndio kitu ambacho amezungumza Magunga. Hapo ndio ulikuwa unaona Azam wanatengeneza mstari wa kwanza wa ulinzi wakiwa wachezaji 6. And then mbele yao kuna wachezaji 4. Na hao 4 hawajajigawa wakiwa flat. Badala yake ni wawili. Kwa hiyo ilikuwa ni kama 6-2-2. Kwa hiyo yote ni kuwafanya Yanga wasiwe comfortable. Kwa kumalizia, nikitazama ile timu ya Yanga tunaona mapungufu mengi sana wakicheza game kubwa. Of course watu watalalamika Dep ni mchezaji wa mechi ndogo, lakini tujiulize wana create hizo nafasi? Yanga kwa sasa ukiangalia wana miss baadhi ya wachezaji kwenye timu yao. Yanga sasa hivi hawana namba 10 pure ambaye anaweza akapiga hizo pasi za mauaji. Hawana namba 10 ambaye anaweza akawatuma kina Dube, akina Depu wakimbie nyuma ya migongo ya safu ya ulinzi ya timu pinzani.
hakuna huyo namba 10 ambaye anaweza kupiga hizo pasi. Hapo ni namba 10 hayupo kwenye mechi kubwa tu ama kwenye mechi zote au muone, kwa sababu kwenye mechi zingine magoli yanafungwa. Unajua mechi kubwa zinahitaji wachezaji wakubwa pia. Kwa hiyo hawapo. Yani kiukweli kwa sababu Yanga ukiwatazama msimu huu nafasi nyingi sana wamecreate kutokea pembeni. Zaidi wale mafullback. Sasa ukikutana na mafullback nao hawako kwenye ubora wao kama ilivyokuwa jana kwa Mwenda. Wana struggle katikati ya kiwanja. Hawana huyo Stefani Aziz Ki. Lakini bado wana miss huyo kiungo ambaye anaweza kaleta composure eneo la chini. Misili ya hali ya ucho kwamba na control tempo ya game. So jana pasi nyingi za Yanga ambazo unaziona wamepiga pasi 390 ni square passes. Pasi za nyuma. Hakuna mtu ambaye anaweza kuriski kuweza kuifungua timu pinzani. Okay, sawa. Hansi, pia umetupa uchambuzi mzuri kweli kweli. Tuelekee kwa Kamanda. Kamanda, kabla ya mambo yote naomba nipatie takwimu za mchezo wa jana kati ya Azam FC na Yanga. Dakika 90 zilikuwaje? Karibu. Overall Yanga walikuwa na slight better possession. Nadhani ilikuwa ni 51% kwa 49, ambayo sio tofauti kubwa sana, ingeweza kuwa hata 50-50. Azam walikuwa na shots on target 2, Yanga walikuwa na 1. Mechi ilikuwa na jumla ya kona 8, 5 zikiwa kwa Azam, 3 zikiwa kwa Yanga. Ndio. Kulikuwa na jumla ya fouls nakumbuka 14 kwa Azam na 16 kwa Yanga. Hizo ndio zilikuwa takwimu kubwa za mchezo, kwa sababu hapakuwa na majaribio mengi ya kushambulia. Timu zote mbili zilikuwa zimeweka safu zao za ulinzi na eneo la kiungo, kwa hiyo mchezo ulichezwa kwenye maeneo salama zaidi kuliko maeneo hatari, even though mwanzoni Azam wao ndio wali create kitu ambacho kinaweza kuhesabika kama nafasi kubwa kwenye mchezo. Ile nafasi ambayo nadhani Zidane Sereri alijaribu kumchip Diarra na Diarra akafanya mwili wake kuwa mkubwa na akaokoa. Kwa hiyo hapakuwa na timu ambayo ilikuwa na takwimu significant za kuegemea upande mmoja kuonyesha kwamba kulikuwa na dominance, even though ukiangalia Azam wao ndio walikuwa na probe zaidi. Yani kwa mfano kama unajua kwenye pambano la masumbwi unaweza ukahesabiwa point kwa sababu wewe ngumi zako labda zilikuwa zinagusa maeneo hatarishi kuliko mpinzani wako, lakini pia hata pale ambapo hapakuwa na ngumi labda imegusa maeneo ambayo unaweza kupata point nyingi, zile ngumi unazopiga zina land mwilini nazo zinaweza zikahesabika. Kwa hiyo slightly kulikuwa na slight dominance kutoka kwa Azam, lakini ndio mechi ikaisha sare. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.